Kwa jina naitwa Mwenze Kabinda, ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa Tanzania, TBF kwa kifupi inajulikana hivyo. Na leo tuko hapa katika press ya inaugurate msimu wa 5 wa shindano hili la Taifa Cup ambao ilianza 2020, na nafikiri mmeona jumla ya timu 36 zitashiriki katika mashindano haya ambao 16 za wanawake na 20 za wanaume. Na kwa kifupi tu shindano hili tunatarajia litafanyika mkoa wa Dodoma pale viwanja vya Chinangali, na litakuwa kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 4, kipindi cha siku 10. Na tutarajie mengi mwaka huu, kwa sababu mwaka huu kupitia kanuni tumejaribu kuboresha na kuongeza ushindani kwa kuongeza fursa za wachezaji vijana, wachezaji chini ya miaka 18 wawili na mchezaji mmoja, jumla wachezaji 5 watakaotokea ligi tofauti na mkoa husika. Na ikumbukwe kwamba mashindano haya yanatumika kwa ajili ya kupata wachezaji wenye vipaji watakaoingia kwenye mpango wa timu ya taifa ambao utatumika kuchagua wachezaji watakaochezea timu zetu za taifa za vijana na timu za wakubwa, kwa wanawake na kwa wanaume. Na kipindi chote cha mashindano tutakuwa na takwimu mbalimbali na zawadi mbalimbali kwa wachezaji. Kwa hiyo tutatoa bingwa na finalist, lakini tutatoa wachezaji bora ambao hodari, wachezaji bora wa mashindano, me na ke, defender bora, mfungaji bora na chipukizi bora kwa me na ke. Na hii lengo letu ni nini? Lengo letu ni kutoa ushawishi kwa watoto popote walipo kuja kushindana ili wapate fursa ya masomo, lakini vile vile fursa ya ushindani, waweze kusajiliwa kwenye vilabu vikubwa mkoani Dar es Salaam, hata kupata scholarship ndani na nje ya nchi kupitia masomo. Mwanzoni tulipanga haya mashindano yaanze tarehe 19 mpaka 28, lakini ili shindano lina udhamini pacha ambao kuna udhamini wa Azam na udhamini wa benki ya CRDB. Na kutokana na muingiliano wa ratiba ya mashindano mengine ambao nafikiri mnafahamu kwamba ligi yetu ya mpira wa miguu inaelekea ukingoni na michezo itachezwa michezo mingi kwa wakati mmoja, kwa hiyo inapelekea rasilimali za coverage kuwa hazitokuwa available kwa kipindi hicho. Kwa hiyo tumesogeza mbele kwa siku 5 kupisha ukamilifu wa ligi yetu ya mpira wa miguu. Asante. Naitwa Emmanuel Kiondo, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kutoka benki ya CRDB. Nafurahi sana kwa siku ya leo ambapo tunakwenda kuanza safari ya msimu wa 5 wa mashindano ya CRDB Bank Taifa Cup. Na kipekee sana niwashukuru wenzetu wa Tanzania Basketball Federation ama shirikisho la kikapu Tanzania kwa kuweza kushirikiana na sisi katika miaka hii 5 ambayo tumekuwa sehemu ya wadhamini wa shindano hili. Na tuliweza kuona kwamba ni mchezo ambao una wapenzi wengi, na ni mchezo ambao niseme kwamba ulikuwa wa kwanza pia katika kutangaza taifa letu kupitia kwa wachezaji ambao walikwenda mpaka kushiriki katika ligi maarufu ya kikapu ya kule Marekani, NBA, nikimzungumzia Tanzania Hashim Thabit. Lakini ni mchezo ambao kidogo ulikuwa uko nyuma, kwa maana kwamba sio watu wengi sana au makampuni mengi au taasisi nyingi sana ambazo zilikuwa zimewekeza katika mchezo huu. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni kiu kubwa au ilikuwa ni sababu kubwa ya kutufanya sisi kuweza kuona kwamba kuna gap ambayo lipo, na sisi kupitia sera yetu ya kuwekeza kwenye jamii tukasema kwamba tuende kurudisha kwenye jamii kwa kuwekeza katika mchezo huu. Kwa hiyo tunafurahi kwamba katika kipindi cha miaka 5 ambao tumeshirikiana na shirikisho la mpira kikapu Tanzania tumeweza kuwa na mafanikio ya kutosha. Moja, tumeweza kuona ongezeko la timu ambazo zinashiriki katika mashindano haya. Tulianza mwanzoni tukiwa na timu 32, kwa maana timu 20 za wanaume na 12 za wanawake, lakini tunapozungumza mwaka huu tuna timu 36. Na kikubwa zaidi ni kwamba timu hizo ambazo zimeongezeka pia ni upande wa wanawake ambao ni nadra kuweza kuwaona sana katika mchezo huu. Kwa kwetu hawa ni mafanikio makubwa ambayo tunajivunia kuwa nayo. Lakini pia katika kipindi hiki cha miaka 5 zaidi ya vijana 75 tumeweza kuwawezesha kupitia kwenye ufadhili wa masomo, wakaenda kupata elimu na kipindi kuendeleza vipaji vyao. Kipindi ambacho mimi nacheza, wachezaji wote ambao walikuwa unaweza yani wote mnajuana nchi nzima ya Tanzania, lakini sasa hivi ni zaidi ya wachezaji wako 400 mpaka yani 400 mpaka hata 500 unaweza kuwa wamefika. Kwa hiyo wengi hata kufahamiana ni ngumu zaidi. Sasa wao unazungumza wako ndani ya Tanzania na wengine wako nje ya Tanzania, na ambao wengi wanaweza kuwa wanashiriki. Kwa hiyo unaona ni chachu ni kubwa zaidi na ushindani umekaa umeongezeka.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.